ndani ya uongozi wa Simba. Za ndani hizo sasa. Hizo na kuibia za ndani kabisa. Mgogoro ambao upo ndani ya mwekezaji na kwa upande wa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ametumia nguvu zote za kutosha kabisa kuhakikisha Simba iwe stable, lakini amekwama kwa sababu mwekezaji sasa hivi mfuko wake umekuwa mgumu kutoka. Hizo ndo taarifa ambazo tunazipata kutoka ndani ya uongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Wachezaji wa Simba walikuwa wanadai pesa, na hizo pesa ambazo nazungumzia ni kuhusiana na michezo iliyopita. Kuna bonus nyingi ambazo wachezaji walitakiwa wapate. Kulikuwa na mgomo wa wachezaji kuto kuingia kucheza mchezo huo, na ndio maana kulikuwa na ugumu wa uongozi wa Simba kuweza kutoa taarifa ya kwamba tutaenda kucheza ama vipi, kwa sababu mpaka wachezaji mazingira yatakae sawa sawa. Wanasema mwekezaji atoi mpunga. Huo ndo mgogoro mkubwa sana ambao uko ndani ya Simba sasa hivi. Kulikuwa na mgogoro wa wachezaji, mgomo wa wachezaji wa Simba ambao waligomea kwenda kucheza dabi. Kwa hiyo hata ukimya ambao uongozi ulikuwa umekaa kimya, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinawatatiza ni namna gani tutaweza kuenda kwa wachezaji kwenda kucheza mechi hiyo wakati wanadai, si ndio? Basi chukue hiyo, lakini mchezo ni kwambie dabi ipo, haina kipengele, ila ndo hapo wanaingiaje. Kweli kabisa Simba imevurugika sana. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza Simba iko vipande vipande. Dabi ya Kariakoo, kama Simba itaenda kupoteza mchezo, mgogoro unaenda kuibuka, mgogoro mkubwa sana ndani ya Simba. Watazamaji wa Like Media, karibu sana ndani ya Like Media. Tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza. Kikubwa sana ni kuelekea dabi ya Kariakoo. Nina kimuemue cha kukuambia habari ambayo pengine ulikuwa uifahamu. Hizi ni za ndani kabisa. Hizi ni za ndani kabisa kutoka kwangu. Kama hautoamini basi anza kuamini kuanzia sasa. Bwana, kulikuwa na maswali mengi sana ambayo yalikuwa najiuliza. Inawezekana uko unajiuliza kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, kama utachezwa ama la. Mimi nikwambia mchezo sasa hivi na aje ukizungumza, mimi nilikuwa sina uhakika, nilikuwa na 50 kwa 50 kama mchezo utakuepo au hautakuepo. Sasa nakwambia mchezo dabi ya Kariakoo upo. Kama ulikuwa unafikiri mchezo haupo, muda wote Simba wanaweza kautandika mkeka na wakasema mchezo upo, kwa kuwaita mashabiki ili waende pale uwanjani. Mvutano ambao ulikuwa ndani ya Simba ulikuwa ni mkubwa sana. Wacha nikwambie tu kwamba mchezo upo. Bwana, mimi naitwa Lugano Izari, karibu sana. Hii ni Like Media na nipo tayari kwa kukupa habari zaidi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Utakuwa unakumbuka kuhusiana na ile taarifa ambayo ilitoka mara ya kwanza kabisa, kwa maana kabla ya mchezo haujaahirishwa ile dabi, Simba walitoa maelezo yao kwamba hatacheza mchezo wote mpaka 1, 2, 3. Kwa maana ya dabi chezo tarehe 15. Pale ndipo ambapo palianza kuwa na msimamo wa wana Simba. Mara baada ya Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, kuitwa na uongozi mamlaka ya juu kabisa ya nchi kuweza kuweka mazungumzo kwa ajili ya kusawazisha mambo, dabi kachezwa. Alienda Mangungu, akaenda na Hasani Dalali pamoja na katibu wa zamani wa Simba Hasano. Lakini ndani ya Simba kukawa na mvurugano mkubwa sana. Sasa mvurugano mkubwa sana haujaanzia hapo tu kwamba kwa nini Hasano alienda na kwa nini Hasani Dalali alienda na mwenyekiti Murtaza Mangungu, kwa nini hakwenda wengine. Nikwambie kiukweli kabisa Simba imevurugika sana. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza Simba iko vipande vipande. Dabi ya Kariakoo, kama Simba itaenda kupoteza mchezo, mgogoro unaenda kuibuka, mgogoro mkubwa sana ndani ya Simba. Kwa hiyo kama ni mwana Simba kindaki kabisa, na kama mpenda soka, unapenda vilabu vikubwa hivi viendelee kuwa na atmosphere nzuri bila kuwepo na migogoro, basi piga magoti na iombe Simba. Huko na kuelekea ni hali mbaya sana. Kama utakuwa umesikiliza, kuna kitu nikizungumza, kuna kitu ambacho nikizungumza kwenye post ambayo ilipita hapa Instagram, kwa maana YouTube, nilizungumza kwamba kuna kitu ambacho Simba kinafanya kuwepo na mvutano kati ya mwekezaji kama Namo, lakini pia mwenyekiti Mangungu. Ni kuhusiana na pesa. Wanasema mwekezaji atoi mpunga.
Huo ndo mgogoro mkubwa sana ambao uko ndani ya Simba sasa hivi. Ndio maana nasema wewe kama unampenda soka, kama unaipenda Simba kindakindaki, lakini kama hata uipendi Simba unaipenda Yanga, kama unapenda ushindano uliopo na mbilinge zilizopo, utaki migogoro, basi iombee sana Simba ikae sawa sawa. Kuna mgogoro ambao unaendelea ni mkubwa sana. Mgogoro ambao uko ndani ya uongozi wa Simba. Za ndani hizo sasa. Hizo na kuibia za ndani kabisa. Mgogoro ambao upo ndani ya mwekezaji na kwa upande wa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba ametumia nguvu zote za kutosha kabisa kuhakikisha Simba iwe stable, lakini amekwama kwa sababu mwekezaji sasa hivi mfuko wake umekuwa mgumu kutoka. Hizo ndo taarifa ambazo tunazipata kutoka ndani ya uongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka sasa ninavyozungumza kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo upo, ni kwamba kikao kimekaliwa. Wachezaji wa Simba walikuwa wanadai pesa, na hizo pesa ambazo nazungumzia ni kuhusiana na michezo iliyopita. Kuna bonus nyingi ambazo wachezaji walitakiwa wapate kutoka bonus za michezo ambayo imecheza kimataifa, kwa maana CAF Confederation Cup. Kuna zile posho ambazo waliahidiwa zitatolewa, hazijatolewa, na zile ambazo pia hazikuahidiwa ambazo ziko katika mikataba yao hawajapewa, na wachezaji wanadai hizo pesa sasa. Wachezaji, kulikuwa na mgomo wa wachezaji kuto kuingia kucheza mchezo huo, na ndio maana kulikuwa na ugumu wa uongozi wa Simba kuweza kutoa taarifa ya kwamba tutaenda kucheza ama vipi, kwa sababu mpaka wachezaji mazingira yote yakae sawa sawa. Kwanza, mgogoro wa kwanza ulikuwa ni sintofahamu ya viongozi ambao hawakutoa taarifa yoyote kwamba watacheza ama wachezi. Lakini mgogoro mwingine ulikuwa ni wa wachezaji ndani hawajalipwa pesa zao. Na sasa hivi usiku sawa wamekubaliana, usiku wa kama saa 3 kasoro hivi ndio kulikuwa na makubaliano, walikuwa kwenye kikao ambacho wamekubaliana kwamba mambo yatakaje ili mchezo ukachezwe. Kwa hiyo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba mambo sio mambo. Jeruti sijui kama atafanya jambo, ndo amefanya jambo sijui, lakini pesa imetafutwa, imeweza kutolewa, na ndo maana wachezaji wanaenda kukipiga. Nikurudishe kidogo nyuma. Kulikuwa na mkutano pale Gwambina kwa tetesi za ndani. Kulikuwa na kificho sana cha mkutano huo, lakini mashabiki wa Simba wengine walienda pale. Siri ambayo imefichuka kwenye ule mkutano za ndani ambazo zinazungumzwa ni kwamba mwenyekiti badala ya kwenda kuzungumzia kwamba mchezo utaenda kuchezwa wa dabi ya Kariakoo, akaanza kuzungumza kuhusiana na mazingira ambayo yapo ndani ya kikosi cha Simba. Mwekezaji atoi pesa, mwekezaji atoi mzigo. Mwekezaji ameweka tu machata mengi, lakini mzigo hautolewi. Hizo tu taarifa ambazo nazipata. Ukitaka kufahamu zaidi, nenda kafanya utafiti, utazipata ndani ya Simba. Kuna mgogoro wa kimaslahi ambapo wachezaji wanadai pesa zao. Kuhusiana na mishahara, inazungumzwa pia mishahara inadaiwa ndani ya Simba. Kwa hiyo hali ni tete ndani ya uongozi wa Simba. Gharama za uendeshaji pia na vitu kama hivyo, lakini mwekezaji katulia kimya. Inavyosemekana mwekezaji amerudi nyuma mara baada ya kuona kuna mchakato mgumu sana wa kurahisisha swala la uwekezaji, kwa maana ya uwekezaji kukamilika. Karudi nyuma sasa, ni kama kaiacha tena Simba, licha kwamba alisema kwamba amerudi sasa mazima, lakini hali ya ndani ya Simba sio salama na sio sawa hivyo ambavyo inazungumzwa hayo. Mengine wao pengine watatoka kuyazungumza, sisi tunatoa zile za ndani ambazo zinazungumzwa hivyo kwamba ndani ya Simba hali ni tete. Kwa hiyo wakati timu inaenda kukutana na dabi ya Kariakoo na Yanga, ndani ya Simba huku mashabiki wa Simba, anzeni hata kuchanga kwa sababu ya kuichangia timu yenu ili iweze kucheza ule mchezo. Hata 500 changieni angalau wachezaji wakawa na morali katika mchezo ule ili mambo yakawe kwa mazuri. Lakini ndio kitu ambacho mimi nakizungumza sasa hivi ni kwamba kuelekea dabi ya Kariakoo, mimi binafsi nilikuwa na kabla sijapata taarifa kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kabla hawajakaa uongozi wa Simba kikao cha mwisho cha kuamua kama dabi ipo, mimi mwenyewe nilikuwa najua 50-50 kutokana na scenario ya vitu tofauti. Kwanza hawajaenda kwenye presi, hawajaambia mashabiki zao kama watacheza, lakini bado kuna vitu vingi hawajaenda kwenye mazoezi ya mwisho. Kuna mtu ambaye nilimtuma pale Bunju, akaangalia kama kuna mazingira yameendaje huko, kama mchezo kama mazoezi ya mwisho Simba licha kwamba hawajaenda pale Mkapa kama amefanya Bunju, kumbe hata Bunju hawajafanya.
lakini kumbe ndani yake kulikuwa na mgogoro wa wachezaji, mgomo wa wachezaji wa Simba ambao waligomea kwenda kucheza dabi. Kwa hiyo hata ukimya ambao uongozi ulikuwa umekaa kimya, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinawatatiza ni namna gani tutaweza kuenda kwa wachezaji kwenda kucheza mechi hiyo wakati wanadai, si ndio? Basi chukue hiyo, lakini mchezo nikwambie, dabi ipo, haina kipengele, ila ndo hapo wanaingiaje. Kuna issue nyingine ambayo nataka uifahamu, ni kuhusiana na hao wachezaji ambao nawazungumzia hapa. Kuna wachezaji ambao uongozi kuna tetesi zinazungumza kwamba hawatakuwepo katika mchezo huo. Ni kwa sababu wengine wanatuhumiwa kwamba wanaweza kuihujumu timu. Yaani kuna viashiria ambao kama wao wamehisi kwamba hao wachezaji wamekula mlungula, au wametekwa na wananchi ili wakaweze kufungisha. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao hawatakuwepo, wengine huko juu nitakuja kuwataja wakati mwingine, miongoni mwa watu ambao hawataingia katika mchezo huo ni goalkeeper Pimpini Kamara, ambaye taarifa nimesikia kwamba huenda asiwepo katika mchezo huo kwa sababu ya tuhuma za kwamba pengine anatuhumiwa kwamba anaweza kuuza mchezo huo. Hizo ni tetesi ambazo nazizungumza sasa hivi kuhusiana na kuelekea katika dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga ambao utachezwa katika dimba la Mkapa. Pale Msimbazi hapako salama, tutatakiwa maombi zaidi, lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo wanafikiria kuipeleka timu inaenda kucheza. Kuna scenario kama 3 ambazo zinazungumzwa, kama sio 4, lakini ya kwanza ni kupeleka wachezaji 8 wakaanze kucheza mchezo, ambapo ndani ya dakika sio zaidi ya dakika 5 wawe tayari mtu kashajivunja na mchezo uendelee, watu watachukua pointi 3 muhimu, basi wanakuwa wameshafika uwanjani. Ile kanuni ya kuchukuliwa pointi 15 wataifutilia mbali, kwa watawaachia tu Yanga wachukue hizo pointi 3, lakini hizo pointi 15 hawataki ziondoke zote. Hiyo scenario ya kwanza, kwamba kuna ujanja wa kupeleka wachezaji pungufu ambao ni wachezaji 8. Mmoja atajivunja, ataumia, alafu biashara imeishia hapo, mchezo huwezi kuendelea kwa mujibu wa kanuni, kwa sababu wachezaji wanakuwa wako wachache uwanjani. Kanuni zinataka wachezaji zaidi ya 7 wawepo uwanjani, akipungua mmoja basi mchezo hauwezi kuendelea. Kwa hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wanafikiria wapeleke kikosi cha under 20. Sasa wamefikiria kwenye masuala kanuni, ndio waliendelea kuzungumza kwamba itakuwaje ya, lakini yote haya ni kuonyesha kwamba hawajakubaliana pia na ili swala kwenda kucheza, lakini kwa heshima ndogo ambao wameitunza, wamesema ngoja tupeleke timu, lakini kwa mvutano mkubwa ambao upo ndani ya viongozi ndani ya Simba. Kwa hiyo tetesi ambazo nilipata na taarifa ambazo nazipata, Simba watapeleka timu, lakini kuna namna nyingine, ni kwamba wataingia uwanjani lakini dakika zote hazitaenda kuisha. Ndio maana hawataki hata kuambia mashabiki waende, kwa sababu wanajua wataenda kuwasumbua mashabiki kuingia uwanjani. Wataingia tu uwanjani dakika kadhaa, watafika pale afu wataondoka. Yanga atachukua pointi zao 3, kombe wanalibeba, maisha yanaendelea. Lakini vyote hivyo ni kwa sababu ya mazingira ambayo yanaendelea, kwa sababu wachezaji 6 wa Simba hawataingia uwanjani kwa sababu ya kutuhumiwa kwamba wamechukua mlungula, au wanahisiwa kwamba wametekwa na upande mwingine wanaweza kachukua mlungula. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vifahamu. Kama ulikuwa unahisi dabi haipo, dabi ipo. Kikubwa cha kukifanya ni kusogea katika dimba la Mkapa, kushuhudia kila tukio ambalo litakwenda kutokea pale. Kama kutoka tofauti na hivi vitu ambavyo ninavizungumza, pengine mabadiliko yafanyike usiku huu, lakini taarifa ambazo zinatoka ndani kabisa ya vyanzo muhimu kabisa binasema kwamba Simba wanaenda kucheza dabi ya Kariakoo. Sasa nikupe ni 98%. Kutoka 50% ambazo nilikuwa nazo, chukua 98% ambazo Simba wanapeleka timu, lakini watakuwa na wachezaji pungufu 6 wa kikosi cha kwanza, wengine watatupa pembeni, lakini wana mpango wa kupeleka wachezaji 8 ambao mmoja akijivunja basi mchezo unakuwa umeishia pale. Kikubwa sana ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Simba wana vitu vingi sana ambavyo mpaka sasa vimefanya wawe katika hali ambayo tunaizungumza sasa. Kuna mvutano mkubwa ndani ya Simba. Mvutano huu, kama Simba ikicheza full mkoba,
ikafungwa, mgogoro ambao utaibuka na Simba ndani ya Simba ni kuhusiana na mwekezaji kwamba hatoi pesa. Je, ni kweli mwekezaji hatoi pesa? Kama hatoi pesa, naamini safari hii inawezekana ndio kwa wakati ambapo mashabiki wote wakaungana kwa pamoja wakasema is over, over is over. Lakini kama ni uongo, inawezekana pia upande mwingine utasema over is over. Lakini hali ilivyofikia ndani ya uongozi wa Simba kwa tetesi zinazozipata, kuna hali ya sintofahamu, mbishano na mvutano uliopo sasa hivi. Nadhani utakuwa unakumbuka kuna sauti moja kaza, tuingize tu timu tukafungwe tu vyovyote vile bwana, tunaogopaje Yanga bwana, sio nini bwana. Yote yale ni kwa sababu kuna upande wa wanachama, viongozi wa wanachama ndani ya klabu wanalamika kwamba pesa mwekezaji hatoi. Lakini upande wa mwekezaji, wajumbe wale wa kutoka kwa mwekezaji wanamtetea sana mwekezaji licha ya kwamba pesa hatoi. Kwa hiyo kuna mvutano fulani hivi ambapo sasa licha ya kwamba wanaiathiri Simba, lakini pia wanavutana kwa sababu ya huyu nimeteuliwa na mwekezaji na mwingine huyu nimekuepo kwa sababu ya wanachama. Kwa hiyo wanachama, mna akili yenu ya kuchagua, mchague kwa mwekezaji au mchague kwa kiongozi wenu wa wanachama. Lakini mimi nawaambia za ndani kabisa, ndani ya Simba kuna mgogoro ambao kama wewe unajua kuomba, Mkristo, Muislamu, Buza, nani na nani, nendeni mkaombe. Maana yake mvurugano ambao utaanza, inawezekana timu yenu hata kwa kwanza msimu mwingine utaanza ukiwa na mvurugano mkubwa sana. Pigeni magoti na muombe, mkae vizuri kama wana Simba. Mvurugano ambao uko ndani huko unaweza kaathiri kwa pakubwa sana. Licha kwamba mmeanza msimu umeshaisha, msije mkaanza msimu mwingine mkishindwa hata kwenda pre-season, mambo yakiwa ni magumu sana. Kikubwa ni hicho ambacho nataka kuzungumza, kwamba ndani ya Simba mambo si shwari. Kuna mtu ameniambia kwamba hata mzigo ambao umetolewa kwa kurekebisha mambo, kwa sababu nimekuambia kwamba wachezaji walikuwa wanadai, lakini mzigo huu ambao wachezaji wameupata, kuna sehemu umetoka kwa ajili ya kurekebisha haya mazingira. Kuna sehemu umetoka, hebu nielewe, kuna sehemu umetoka ule mzigo. Sawa, sio kwa mwekezaji, kuna sehemu umetoka. Sio kwenye klabu, kuna sehemu umetoka, sio ni wapi. Huko sitaki nizungumze na sio Jairuti. Sijui ni wapi, lakini kwa ajili ya kurekebisha mazingira ambayo yanaendelea ili timu iende uwanjani, wachezaji wapate kile ambacho wanakidai. Mwisho wa yote ni hayo ambayo nazungumza sasa hivi kwamba mambo si mambo ndani ya klabu ya Simba. Lakini kuombea tu mchezo mzuri, watakachostahili kukipata wakakipate. Sijui kikawa ni kitu gani, basi ndio hicho ambacho utakipata kutokana na kile kitu ambacho wamejiandaa nacho. Kumbuka mchezo, kwa maana mazoezi ya mwisho hawakucheza, kwa hiyo wanaenda kwenye mchezo sasa wakiwa hawajaingiza timu kwenye mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo husika. Bwana, dabi tu hii ichezwe, mambo yaishe, kwa sababu pia imekuwa na mvutano muda mrefu sana mpaka vitu vingine vimeshindwa kusonga mbele, vitu vingine vimeshindwa kuangaliwa kwa kina kwa sababu ya dabi ya Kariakoo. Kama kuna kitu kilikuwa napitishwa hivi, lakini anyway, tunaomba dabi tuishe ili mambo mengine yaendelee, au sio? Mimi naitwa Lugano Israel, asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media, naendelea kuifurahia kwa sababu inakupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Mpaka wakati mwingine, kubungu ba. Ciao.